Yes, of course, hii ni Bilomo TV. Karibu sana popote pale ulipo, na tunakujuza taarifa mbalimbali za kimichezo. Jana nimepokea meseji nyingi kutoka DM zikiuliza sakata la Steven Aziz Ki kurejea Yanga. Watu wakawa wanauliza vipi, dili hili ni la kweli au inakuwaje kwaje? Watu pressure ziko juu. Sasa kule wapinzani pressure ziko juu, ukichanganya na kipigo cha jana mambo yanaharibika kabisa. Sasa ni kwamba tulitazame sakata hili la Steven Aziz Ki. Bana, ni kwamba sakata la Aziz Ki la kurejea Yanga Sports Club mpaka sasa limekamilika, yani ni deal done, ambapo klabu ya Yanga imefanikiwa kumrudisha nchini kuitumikia timu hiyo kwa msimu mpya. Na thamani ya dili la makubaliano, ada ya uhamisho, Yanga ilituma ofa na kukubaliana na klabu ya Al Ittihad ya pale nchini Libya kwa dau linalokadiriwa kufikia dola 450,000. Yaani hii ni zaidi ya shilingi bilioni 1.2 za Kitanzania ili kumng'oa kungo huyo katika klabu hiyo ya Al Ittihad. Kwa sasa kitu ambacho kimesalia ni kusaini mkataba ambapo mchezaji huyo anatarajiwa kukamilisha taratibu zote za mwisho, ikiwemo kusaini mkataba rasmi na kutambulishwa. Zipo sababu ambazo zimefanya Steven Aziz Ki arudi Bongo bwana, au atake kurudi Bongo. Sababu za Aziz Ki kutaka kurudi Yanga baada ya kuondoka Yanga huko kipindi cha nyuma na kwenda kucheza Wydad Casablanca na baadaye Al Ittihad ya Libya. Aziz Ki hakuwa na furaha kamili kule Libya. Unaona bwana, hali ya usalama pia, changamoto za kiusalama pale nchini Libya zilichangia pia yeye kutotulia, lakini tunatambua kwamba Aziz Ki ni shemeji. Hamu ya kuwa karibu na familia yake, kuwa karibu na mke wake mwanamitindo huyu Hamisa Mobeto ambaye anaendesha biashara zake hapa nchini Tanzania. Lakini kumbuka kwamba Aziz Ki alikuwa ni kipenzi cha mashabiki wa wananchi. Aziz Ki alikiri yeye kwamba Yanga ndio klabu iliyompa mafanikio na umaarufu mkubwa, na alitamani pia kurudi kwenye sehemu aliyopenda zaidi. Ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club ukosefu wa namba 10, kwa sababu kuelekea msimu wa mwaka 2026/27 wachambuzi wengi na baadhi ya mashabiki wamekuwa wakioji sana kuhusiana na muunganiko wa eneo la mwisho la ushambuliaji, hasa eneo la kati, eneo la namba 10, ambalo wakati mwingine unakuta anacheza Max Nzengeli. Kwa mfano kama mechi ya jana, Max Nzengeli ndo alikuwa anacheza kama namba 10. Unaona bwana, lakini kukosekana kwa muunganiko bila namba 10 halisi ya asili, timu imekuwa ikilazimika kutumia viungo wa pembeni au washambuliaji wa pili kulazimisha mashambulizi kupitia katikati. Aziz Ki huyu ni suluhisho ndani ya kikosi cha Yanga, kwa sababu ipo sababu kubwa iliyofanya bodi ya Yanga kupambana usiku na mchana kumrudisha Steve Aziz Ki kutoka Al Ittihad. Aziz Ki anatambulika kama namba 10 wa kisasa sasa hivi, mwenye uwezo wa kufunga na kupiga pasi za mwisho, yani assist, lakini pia katika mechi kadhaa benchi la ufundi limekuwa likiwatumia wachezaji kama Max Nzengeli katika kikosi cha Yanga au Mdathiri Yahya kusogea mbele zaidi kucheza eneo hilo. Lakini hata hivyo wachezaji hawa kiasili ni namba 8 box to box midfielder, au kwa mfano kama Max Nzengeli yeye ni winger, lakini Mdathiri Yahya yeye ni box to box midfielder. Kwa hiyo kukosekana lile jicho la asili la namba 10 la kuficha mpira na kupiga pasi za kupenyeza kwa washambuliaji wapya kama Sheikh Ibrahim Ture na Peter Sharulile bado imekuwa ni changamoto kubwa. Tazama kwa mfano mchezo wa jana, pasi ambayo alikuja kufunga Albert Kangwanda ametoka kwa Shadraka Issa Boka. Kwa hiyo unaweza ukatazama bado katika kikosi cha Yanga kumekuwa na changamoto ya namba 10. Kwa hiyo Steve Aziz Ki kama tunavyofahamu alicheza Wydad Casablanca Morocco kwa kipindi kifupi tu cha msimu wa mwaka 2025/26 ambapo hakuwa na wakati mzuri sana wa kupata namba ya kudumu kwenye kikosi cha kwanza, kwa sababu amecheza jumla ya mechi 7 tu akiwa na Wydad Casablanca, akianza kwenye kikosi cha kwanza mechi 5 pekee. Yani mechi 5 pekee ndo alianza, lakini kwenye mechi ambazo alitokea bench ni mechi 2. Unaona bwana, mabao alifunga bao moja pekee
lilikuwa goli la ushindi kwenye mechi dhidi ya Asania Ajad, ambapo Wydad ilishinda bao 2-1 na ilikuwa ni tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2025. Unaona bwana. Kwa hiyo dakika alizocheza alitumia jumla ya dakika 411 kwenye ligi kuu ya pale nchini Morocco. Unaona bwana. Sasa moja ya faida kubwa Aziz Ki ambayo ameipata akiwa na klabu ya Wydad Casablanca ni kucheza kombe la dunia la vilabu FIFA World Cup mwaka 2025. Aziz Ki alisajiliwa mahususi na Wydad ilikuwa ni katikati ya mwaka 2025 kwa ajili ya michuano hii mikubwa nchini Marekani, lakini hata hivyo hakupata fursa ya kung'ara sana kwa sababu kwenye mashindano hayo alicheza michezo miwili na alicheza jumla ya dakika 9 tu. Alicheza jumla ya dakika 9 tu kwenye michuano hiyo yote, na aliingia kama mchezaji wa akiba kwenye mechi dhidi ya Manchester City na mechi dhidi ya Juventus ya pale nchini Italia. Manchester City ili kucheza ligi kuu ya EPL pale nchini Uingereza. Lakini sababu za kutofurahishwa benchi la ufundi hazikumfurahia Aziz Ki. Ripoti za michezo zilibainisha kuwa aliyekuwa kocha wa Wydad kipindi hicho Mohamed Amini Bacham akuridhika kikamilifu na kiwango chake cha mazoezi na kipindi alipokuwa uwanjani, hali iliyomfanya ashindwe kupata namba ya kudumu mbele ya viungo wengine ambao walikuwa katika klabu hiyo, na kutokana na kutoendana vizuri na mfumo wa timu pamoja na kutofurahia maisha pale nchini Morocco, Wydad ilifikia makubaliano ya kumuuza kwenda Al Ittihad ya Libya kabla ya Yanga kuanza kumfukuzia. Yanga bado hawajamtambulisha, lakini kwa taarifa za ndani inasemekana amekuja tu kusaini mkataba na Yanga wamekwisha malizana na Al Ittihad kutoka pale nchini Libya. Sasa tutazame takwimu za hivi karibuni akiwa na klabu ya Al Ittihad ya Tripoli nchini Libya, inaitwa Al Ittihad Tripoli ya pale nchini Libya. Steven Aziz Ki alikuwa na kiwango bora zaidi uwanjani ukilinganisha na kipindi chake akiwa Wydad Casablanca, ingawa alikaa kirabuni hapo kwa miezi michache tu kabla ya sakata la kurudi Yanga kushika kasi. Unaona mechi alizocheza, amecheza jumla ya mechi 5 kwenye ligi kuu ya pale nchini Libya, na mabao amefunga mabao 3. Alifunga jumla ya mabao 3. Alianza kufungua akaunti yake mabao. Sijajua leo inakuaje. Unaambiwa siku huwa zilingani ndugu zanguni jamani. Alianza kufungua akaunti yake ya mabao kwa goli zuri siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake mnamo March kwa tarehe 6 mwezi wa 3, na pia akafunga goli la 4 kwenye ushindi wa bao 4-1 dhidi ya klabu moja inaitwa Shabab Ariga. Lakini pasi za mabao ametoa pasi moja. Kwa hiyo dakika alizocheza amecheza jumla ya dakika 280 akiwa uwanjani. Sasa ufanisi wa juu sana huu. Takwimu za soka zinaonyesha kwamba Aziz Ki akiwa na wastani wa hatari sana Libya pale. Alifunga goli moja kila baada ya dakika 93 alizokuwa uwanjani na kuchangia assist au goli kila baada ya dakika 280. Sasa licha ya kuanza kwa kutoa cheche hizi uwanjani, Aziz Ki mwenyewe alionyesha wazi kutofurahia mazingira ya nchi hiyo tangu mwishoni mwa msimu uliopita. Hali hiyo ilimfanya agome kuendelea kubaki klabuni hapo, jambo ambalo lilifungua milango kwa Yanga Sports Club kutuma ofa rasmi. Ilikuwa ni mwezi wa 8 tu hapa juzi, siku ya juzi tu hapa, ili kumrudisha katika klabu ya nyumbani. Na afikiri jana wengi Aziz Ki tulimuona, wengi wakana najiuliza mbona tunamuona jana bwana. Aziz Ki alipanda boti usiku, yani ile mechi ile ameikuta ikiwa inaendelea pale. Aziz Ki alitoka Libya kwa ndege kwa sababu Yanga walikuwa wameshatoa ofa, I think ofa ya kuanzia bilioni 1 kama kuanzia bilioni 1.2 zaidi kwenda mbele. Inaweza kafika hata bilioni 1.9.
yani mimi nimesema kuanzia bilioni 1.2 kwenda mbele. Kwa hiyo unaweza ukashangaa inafika hata bilioni 1.9 kwenda mbele. Kwa hiyo Yanga alikuwa ameshatoa ofa hiyo, lakini Al Hilal hii klabu hii Al Ittihad, sio Al Hilal, Al Ittihad walikuwa bado wameigomea Yanga kupokea ofa hiyo, lakini kwa taarifa za ndani inasemekana kwamba klabu hii imeshakubali kupokea ofa hiyo, na kilichobaki ni mchezaji kumalizana na klabu, alafu mwisho wa siku akasaini mkataba na kikosi cha Yanga. Kwa hiyo nafikiri mambo ni mengi kuhusiana na taarifa hii, lakini kama Aziz Ki atakuwa atasaini katika kikosi cha wananchi, naiona Yanga mbali, kwa sababu kwenye eneo la namba 10 kumekuwa na changamoto yani kwenye eneo la muunganiko. Kwa mfano tazama jana Max pia Nzengeli namna ambavyo alikuwa anacheza lakini tambua kwamba Max Nzengeli sio namba 10 asili, yule ni namba 7, ni winga ambaye anatokea pembeni, asili yake ni winga wa kutokea pembeni. Kwa hiyo akicheza namba 10 unakuwa umemforce, lakini ukimtazama kwa mfano Aziz Ki huwa ana vitu na huwa ni mtu ambaye anarainisha eneo la katikati, kwa sababu kwanza ana uwezo wa kupiga foul. Tumeshuhudia hapa kwenye ligi yetu ya Tanzania amefanya mambo mengi akiwa na Yanga. Shawahi kushinda tuzo ya mchezaji bora wa msimu MVP. Alishakuwa mfungaji bora, mfikiri alifunga zaidi ya mabao 20 kama sio 21 hivi kwenye ligi. Lakini pia mambo ambayo amekuwa akiyafanya kwenye ligi unaona ni mambo ambayo yanavutia sana, na anaonekana ni mchezaji ambaye ana uzoefu, lakini pia ni mchezaji ambaye ana uzoefu katika michuano ya kimataifa. Tazama namna ambavyo ameenda pale Wydad Casablanca, amekutana na timu licha kwamba alicheza dakika chache, amecheza dakika 9, amecheza na Man City, amecheza na Juve. Unaweza kaona namna gani ambavyo anaendelea kuongeza uzoefu, lakini bado mchezaji huyu aliwahi kuipeleka Yanga katika michuano ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezaji huyu ana uwezo wa kuamua matokeo kwenye mechi ngumu, yani hicho ndio kitu kikubwa sana. Aliwahi kuiamua mechi ngumu ilikuwa ni mechi ya Yanga dhidi ya Club Africain. Ili ilikuwa ni kombe la shirikisho nafikiri. Tena ugenini akawa amefunga bao. Huwa na mpira yake kuna namna fulani hivi anaipiga. Mara nyingi zimekuwa zikiwasumbua walinda milango. Ukitaka kumjua vizuri kamuulize Aishi Manula. Anamuelewa Aziz Ki. Kwa hiyo nafikiri urejeo wa Aziz Ki kwenye eneo la namba 10 litakuwa au kwenye eneo la mbele pale kwenye eneo la mshambuliaji, kwa sababu Aziz Ki ndo atakuwa anatumika kama link up ya kuunganisha washambuliaji ambao watakuwa mbele. Hajalishi ni Peter Sharulile, hajalishi ni Clement Nzize, hajalishi ni Suleiman Mwalimu, hajalishi ni Sheikh Ibrahim Ture. Yote atakayeanza hapa ni kutafuta connection na combination nzuri ya kuunganisha wachezaji wale ambao watakuwa mbele, kwa sababu ni mchezaji ambaye anaweza kupiga cross nzuri, ni mchezaji mzuri kwenye kupiga mipira iliyokufa, yani set pieces. Kwa hiyo Aziz Ki ana kila sifa ya kucheza namba 10, lakini pia kumbuka kwamba kiungo huyu ni kiungo wa kisasa. Yani Aziz Ki ni kiungo wa kisasa, ana vitu vya kisasa zaidi ambavyo anavyo Stephen Aziz Ki. Na iona Yanga ikionyesha ushindani katika soka la Afrika msimu huu. Lakini kuna taarifa pia kuhusiana na kwamba kuja kwa Aziz Ki sasa itawezekana sasa yule beki wa kati ambaye anaitwa Omar Faruku Komara kumkata. Yani Yanga sasa wana mpango wa kumkata beki wao wakati Omar Faruku Komara kupata nafasi ya kumuingiza kwenye mfumo namba 10 wao mpya ambaye atakuja, na bila shaka huyo ni atakuwa ni Aziz Ki. Hakuna mwingine kama nilivyokueleza tetesi zinavyosema. Komara unakumbuka kwamba alisaini mkataba wa miaka 2, mkataba wenye kipengele cha kutazama ndani ya miezi 6. Unaona, ndani ya miezi 6. Ila hadi sasa bado hajawashawishi Young Africans. Kwa hiyo ana uwezo wa kumkata wakamweka pembeni na wakasajili mchezaji mwingine, wakaingiza jina jingine. Kwa hiyo kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba Yanga wana mpango wa kumkata beki huyu Omar Farouk Komara, na kama ulivyotazama mechi ya kwanza akaonyesha kiwango bora, na mpaka sasa I think amecheza game moja ambayo inajulikana, ambayo alianza kipindi cha kwanza mechi ya kirafiki dhidi ya timu ile kutoka pale Kongo. Lakini awali Yanga walitaka kumuuza Okelo ili wapate nafasi ya namba 10 wao mpya, lakini hadi sasa hakuna timu ambayo imefikia bei. Yanga wanataka
dola milioni 1.5, lakini Komara yuko kwenye hatari ya kukatwa mpaka sasa. Omari Frank Komara alijiunga na Yanga Sports Club akitokea klabu moja inaitwa La Montivle Golden Arrows ya pale nchini Afrika Kusini, inashiriki ligi kuu ya pale Afrika Kusini. Beki huyu wakati wa kimataifa, raia wa Ivory Coast, ana umri wa miaka 25, alitambulisha na Yanga ilikuwa ni tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka huu kwa mkataba wa miaka miwili. Unaona bwana, sasa sijajua hapo kwenye sakata la kufanya mkataba, lakini kipo kipengele cha kumtizama ndani ya miezi 6. Kama ikiwezekana basi anabaki, na isipowezekana wanamkata. Kipengele hicho kipo, lakini beki huyu aliwahi kupita kwenye vilabu kama FUS Rabat ya Morocco, Maghreb Defense ya Morocco, San Pedro ya Ivory Coast, na hii ndo klabu ambayo alianzia maisha pale nyumbani Ivory Coast. Unaona bwana, weka ujumbe wako, naambie unaonaje au una mtazamo gani kama Aziz Ki akirudi kwenye kikosi cha Yanga. Unaona ni vitu gani ambavyo vitaongezeka pale kwenye eneo la ushambuliaji. Mimi ni Andrew Emmanuel Kadida. Hakikisha una subscribe Biromo TV ili wa kwanza kupata kazi zetu, lakini pia hakikisha una comment ili mambo yaende vizuri zaidi. Nikutakie pia siku njema.